Hii ni Maisha Kamili, tukufungulia Biblia uyaone maisha. Ndugu mfuatiliaji wa kipindi hiki kizuri cha kujifunza Biblia kupitia mwongozo, tunakukaribisha katika somo la siku ya leo, ambapo ni Jumatatu, somo zuri linalosema mkidumu katika ile imani. Mkidumu katika ile imani. Amen. Twende tukachimbe tuone ni imani ipi na tunawezaje kudumu katika imani. Kabla tujaendelea, tupate kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, tunalitukuza jina lako. Wewe ni mtakatifu, wewe ni mwema. Asante kwa sababu uko tayari kutufundisha. Nasi tuko tayari kusikia. Basi na mfuatiliaji wetu naye yupo tayari. Amen. Anza nasi na umalize nasi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Amen. Mkidumu katika ile imani. Mkidumu yani unabaki njiani. Yes. Lakini kuelekea wapi? Kwenye tumaini la Injili. Sasa haya mambo yote yanaongelewa vizuri katika Kolosai sura ya 1 mstari 23, wa Efeso sura ya 3:17. Nikusomee wa Efeso 1:23. 1:23. Linasomeka, mkidumu tu katika ile imani, hali mmewekwa juu ya msingi, mkawa imara, msipogeuzwa na kuliacha tumaini la Injili mliyosikia habari zake, iliyohubiriwa katika viumbe vyote vilivyo chini ya mbingu, ambayo mimi Paulo nilikuwa mhudumu wake. Asante sana. 3:17 Efeso. Wa Efeso 3:17. Efeso 3:17 linasema, Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo. Asante sana. Sasa jana bwana, tulipoishia tulisema hapo zamani tulikuwa maadui wa Mungu katika nia, kwa njia ya matendo yetu mabaya. Unadanganywa, unaanza kumsengenya Mungu, unaanza kumwamini adui, unafuata ya adui, kwa maadui kabisa. Lakini akasema katika Kolosai sura ya ile ya kwanza mstari wa 21, akasema lakini sasa amewapatanisha sasa, na sasa ni sasa ya wokovu. Now. Baada ya Jumapili now. Maana huu upatanisho unapatikana msalabani baada ya Ijumaa Kuu. Sasa umepatanishwa. Huu adui ulikuwa ni zamani. Baada ya kumpokea Kristo Yesu na kuunganika naye katika mauti na ufufuo, sasa inaanza. Alisema sasa ni upatanisho. Amen. Kitu gani kilichokupatanisha? Mungu alitupatanisha kupitia njia gani? Mungu alitupatanisha kupitia njia ya Yesu Kristo. 22 anasema katika mwili wa nyama yake, kwa kukufa kwake, ili awalete ninyi mbele zake watakatifu, wasio na mawaa wala lawama. Sasa sikiliza. Kuna kitu kilichofanyika, alafu kuna nia. Kusudi lake kwa nini amewapatanisha. Anasema tumepatanishwa. Hiyo ni accomplished fact, ni walisia uliotimilika. Tayari tumeshapatanishwa. Una amani na Mungu. Kristo amani yetu. Kwa njia ya nyama yake, kufa kwake, mauti yake. Tayari. Sasa hivi. Kwa hiyo amewapatanisha kwa njia gani? Msalaba wake. Kwa kifupi. Ndio hivyo. Na hilo neno la upatanisho, kwamba umepatanishwa pale msalabani, tuliletewa na wahudumu wa Injili akiwemo Paulo. Jamani, mna amani na Mungu, mmesamehewa. Jamani, Mungu ana adhabu yenu tayari.
njooni watoto wa Mungu nyumbani, mwana mpotevu rejea nyumbani. Amina. Ndio Injili inavyosema. Lakini anasema upendo wa baba si ndio ulifanya akumbuke yule mwana mpotevu, kwamba nyumbani kwa baba kuzuri. Kwa lugha nyingine, Injili inatangaza wema wa Mungu, msamaha wa Mungu. Nyumbani kuna vinono umeandaliwa, njooni. Lakini anasema lengo unapokuja nyumbani, anasema ili awalete ninyi mbele zake watakatifu, wasio na mawaa wala lawama. Kwa hiyo kumbe lengo ni utakaso. Lakini ni zaidi ya utakaso, pia kuna kitu kinaitwa utukufu. Maana pale 23 anasema mkidumu tu katika ile imani. Ile imani, pistis, inamaanisha ule uaminifu. Waefeso tumeshasema Kristo akiwa ndio msingi, tukiwa na shina pale. Na Kristo tunaposema, au imani tunaposema, au pistis tunayosema, ni Kristo aliyekufa na kufufuka, ambaye ndio upatanisho wetu. Ndugu yangu unanipata? Lakini yaani kwamba tudumu kuamini kwamba Kristo amemaliza yote, amemaliza uadui pale msalabani, ametupatia amani. Yaani ukidumu katika hiyo imani, katika uaminifu wa Yesu pale msalabani, maana ule ulikuwa ni uaminifu wa Yesu. Aliambiwa na baba yake, nenda ili unipatanishe, ili walete wanangu nyumbani. Kwa hiyo tukidumu kumwamini Yesu aliyekufa na kufufuka kwa ajili yetu, lengo ni tunaoshwa. Tunaoshwa na nini? Ule uadui, zile nia zetu mbaya. Unajua tunaoshwa. Unajua ule uadui ukimtazama Yesu unaisha. Hivyo unajua ukimtazama Kristo Yesu unatakaswa. Alafu kuna kitu kinaitwa tumaini la Injili. Unajua tumaini la Injili analozungumzia Paulo likoje? Sasa hivi unajua tuko kwenye kipindi cha utakaso. Ni sawa sana mtu ambaye aliamini umbea wako. Umbea kukuhusu wewe, uongo kukuhusu wewe, ukawa na uadui, si ndio hivyo? Alafu mmeanza kukutana, mnajenga mahusiano, mnajenga kuaminiana. Pale mnatakasana, kila mtu anapata rekodi ya uaminifu wa mwenzake, mnaungana. Lakini lengo la muunganiko ni kwamba mfanyike mwili mmoja, kama ni wanandoa, kama ni wanadamu na Mungu, inamaanisha tufanyike mfano wa Mungu asiyeonekana ulimwenguni, katika ulimwengu unaoonekana. Na hili inamaanisha kuchukua sura yake, utukufu wake. Ndio maana inaitwa tumaini la utukufu, tumaini la Injili. Tumaini la Injili linatupeleka kwenye Yesu anapokuja mara ya pili. Maana pale anasema atakapoonekana tutafanana naye. Sasa hivi tunatembea kwa imani. Sikiliza. Sasa hivi naweza nikakuhubiria wewe, Mungu anakuwazia mawazo mema. Amina. Na amani. Hali ngumu ulionayo ni ya muda. Mungu ana mawazo mema. Amina. Naomba nikwambie, unahitaji kutembea kwa imani juu ya jambo hili, kwa sababu mwili unakataa. Alafu na ule uongo wa zamani anasema, shetani anakuja anasema, au alikuwa anasema kweli, mbona hajanipa mpaka sasa hivi na ameniahidia tu mpaka leo hii. Kwa hiyo unahitaji kutembea kwa imani kwamba kama amekufa msalabani ili tu nikae na yeye anioshe. Kama nilipokuwa nimekuja na malapalapa yangu kutoka nchi za mbali, nimetapanya mali, hakunitoza, alinipokea, ananiosha, ananifurahia kwa haya mema anayonipatia. Kwa hiyo unaishi katika tumaini ya kwamba mimi ni mwana. Pete hii na vazi hili inamaanisha atanipa nimiliki pamoja naye. Amen. Na ndio maana katika Biblia anasema sisi tunaosubiri ufufuo wa wafu, tumaini la Injili, anasema tuimarike tukitambua ya kwamba kazi zetu si bure. Kazi hizi unajua ni zinafanywa kwa imani tu. Kwa imani tu. Yaani bila imani huwezi kumpendeza. Ni lazima utembea kwamba Mungu ana amani na wewe. Amina. Mungu anakuwazia mema. Mungu anataka uachane kusikiliza umbea, umsikilize yeye. Kwa hiyo unatakiwa utembee kwa uaminifu, kwa imani.
mkidumu tu. Umesikia neno linasema mkidumu tu katika ile imani. Wewe utamani kutembea kwa kuona wewe? Natamani. Sasa una budi utatembea kwa imani tu. Wewe ulipatanishwa na Mungu kwa kuona? Hapana. Kwa imani. Umesikia habari za kufa na kufuka kwa Yesu kwa ajili ya dhambi zako? Ukamwona Baba akitabasamu kwa imani. Na anafurahi kwa imani. Tembea kwa imani hiyo. Na ukitembea kwa imani, ukidumu tu katika imani hiyo, mwisho wake ni nini? Tumaini la Injili ni nini? Ni Kristo huyo huyo, ni amani katika ukamilifu wake, maana Kristo ndio tumaini la utukufu. Amen. Kama alivyo sasa tutaiona amani. Sikiliza, siku Yesu atakapoonana na sisi, siku ya utukufu atakapokuja, huzuni zote zinakimbia, hofu zote zinakimbia, maana pendo linatupa nje hofu. Kwa hiyo sasa hivi utapigika, na wakati mwingine unashangaa mbona maombi yanachelewa kujibu na kadhalika, lakini Mungu ana amani na wewe, tukitembea kwa uaminifu. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili. Tupe kudumu katika imani hii ya kwamba katika Kristo Yesu tumepatanishwa, tunatakaswa na tutatukuzwa pamoja naye atakapokuja. Mpatie mwenzetu pia imani hii na usugu wa kutembea katika imani hii, na sio kwa kuona na sio kwa kusikia maneno mengine isipokuwa Yesu Kristo mpaka atakapotokea mawinguni. Baba, tunamwacha mikononi mwako mtumishi wako, tena utulete mpaka siku nyingine kwa masomo kama haya, kwa jina la Yesu, amen. 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 Basi mfuatiliaji wetu, hapo ndipo tumefika mwisho kwa siku ya leo, ambapo tumeona namna ya kudumu katika ile imani. Siku ya kesho, siku ya Jumatano, tunakuja kuangalia somo zuri tena linalosema siri ya Mungu yafunuliwa. Yamefunuliwaje? Njoo kesho tupate kuona. Mimi hapa ni Geoffrey Omonde na mimi ni Enos Makalindile, na kukaribisha siku ya kesho. Karibu sana. Amen.